nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa JTV ZNZ popote ulipo sasa, ni taarifa tu ya kwamba JTV ZNZ ipo ndani ya mkoa wa Mwanza, ndani ya mji kabisa, ni jijini Mwanza hapa. Tupo Masjid Al-Wahida. Lengo na mazumuni ni kwa ajili ya kuletea tafsiri ya Qurani iliyomo ndani ya kitabu chetu kitakatifu na Sheikh Mselem katika jiji hili la Mwanza ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Basi atakuwa siri surat Fussilat kuanzia aya ya kwanza hadi pale ambapo Allah atatufikisha inshallah biidhnillah tabaraka wa taala. Hivyo basi tuungane kwa pamoja ili kuweza kukuletea tafsiri hii naye kuweza kusikiliza na kutazama moja kwa moja kupitia JTV ZNZ ili tuweze kufaidika katika maisha yetu sasa na maisha baadaye. Hakika mpenzi na ndugu Muislamu popote ulipo, ni kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao una makumi matatu muhimu sana katika maisha yangu mimi nawe ndugu Muislamu. Ujue kwamba katika Ramadhani hii Allah tabaraka wa taala amejalia kuna makumi matatu, ambapo kumi la kwanza ni rahma na kuna kumi la maghfira, kughufiriwa waja katika makosa ambayo waliyafanya kwa muda wa mwaka mzima. Lakini kadhalika vile vile kumi la tatu ni itikum minan nar, ni kukombolewa ama kuokolewa na moto wa jahannam. Hivyo mtazamaji, wewe haya huyataki, basi ni muhimu kuweza kuhifadhi na kuweza kuitunza funga yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuanzia pale ambapo umeanza kufunga kutoka subhi hadi pale wakati wa kufutari. Tuye ndimi zetu kuwatukana wenzetu, tuache kuchukiana, tusameheane, tushikamane kwa pamoja katika dini yetu ya Islam. Tushikamane kwa pamoja katika dini yetu ya Islam ili tuweze kupata rehema za Allah tabaraka wa taala. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama tunu tu kwa muumini, na Ramadhani hasa amelengwa muumini. Hivyo basi waumini wote tushikamane kwa kitu kimoja ili kuweza kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Siku ya leo Sheikh Mselem bin Ali ataanza tafsir Qur'ani surati Fussilat ndani ya Masjid Al-Wahida iliyopo miti mirefu jijini Mwanza. Karibu na tunakutakia utazamaji mwema wa channel yetu bora kabisa ya JTV ZNZ. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa mwanzo ili kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali kupitia channel yetu bora kabisa ya JTV ZNZ. Shukran, kila la kheri, Ramadhan karimu. Jana ambaye maziwa yake hayajaanguka saa 6 kamili, na siku zote yuko hivyo, anazidi kuwa mzuri tu. Allah anajua kile ambacho watu huwa wanatamani duniani, ndio anawatajia vitu wanavyovielewa. Ardhi yako ya kutosha, ina majengo ya kuishi umo na wake zako, unao hao wake, una neema za vyakula, una na kila kitu. Kwa hiyo watu wacha Mungu, pamoja na kupewa mashamba au ardhi kubwa, wakawaiba atraba, watapewa na wake ambao ni wadogo kwa umri. Kawaiba atraba ai maana yake wanisaun udhara ni wanawake bikra wadogo. Nawahid qad barizat asdauhunna, ni wanawake wadogo kwa umri, chuchu zao za maziwa bado zimesimama. Na unakuwa nao hawana limit kama hapa mwisho wa 4. Huko amali zako ndo zitakazo judge unahitaji uwe nao wangapi, na una uwezo wa kuwakidhia wote haja zao. Hamna manunguniko kama hapa, zamu yangu we, zamu yangu, wote utawapa zamu zao. Umefahamu Wahunna fi sinnin wahidatin, na hao wanawake wote wako katika age moja, umri mmoja unaofanana. Fi sinnin wahidatin, wako kwenye umri mmoja. Qala fi tashili, amesema shekhe aliandika tafsiri ya Qur'ani ya tashil, al-kawaibu, hii neno kawaib jam'u qaibun, jam'u kaibun ni plural ya neno kaibun. Kaibun akiwa mmoja, kawaib ndo wingi wake. Wahia,
Na huyu Kaib, aljariyatu allati kharaja thadiyuha, ni msichana ambaye chuchu zake ndo zimeota sasa, ndo anaitwa Kaib. Kwa hiyo huendi kuoa vidingi kule unaona lakini unayatafuta hapa hayo mambo vo. Kama wewe umekutosha wa hapa, wewe piga tu, kule unakosa. Umefahamu Kama hawa usharidhika nao, jipigie tu, lakini kule utakosa. Hapa ndo utafute hiyo pepo. Umche Mungu kwa kufata utaratibu wake. Alichokuambia yes, sema yes. No, no. Ndo mtihani wetu. Jengine katika neema za watu wa peponi, wakasan dihaka. Hapo sasa mambo ya vinywaji. Wakasan dihaka, wanapewa na jugs ambazo zimejazwa kinywaji kiasi ya kiu ya mtu kwa wakati huo. Yani ukisema ninataka juisi, unaletewa gilasi ya juisi, ukipiga hiyo moja kwa wakati huo huhitaji kuongeza. Yani ni size yako imepimwa. Niletee na maziwa, unaletewa maziwa, ukipiga jagi moja ya maziwa utohitaji tena aina hiyo ya maziwa, labda uagizie nyingine. Na huchoki kula, manake vyakula viko vya kutosha na havishi. Kila ukitamani kitu kinapatikana, huambiwe hiyo bahati mbaya hatuna. Hakuna hiyo peponi. Kwa hiyo kaasan dihaka maana yake wa kaasan min alkhamri, wanapewa jagi zenye divai au pombe, mumtaliatun safiyatun, jagi hiyo imejaa kinywaji na kinywaji chenyewe ni safi, hakina side effect za kukupumbaza mdomo ukawa huyapati maneno vizuri, au kukuondoshea haya ukapata nafasi ya kumtukana mkweo. Wanasema yule anazingua mzee, nitamnywea nibu. Watu wengine wahuni, anajipanga hasa nitamnywea nibu bamkwe nikamtukane, maana bila ya kunywa hawezi kumtukana, sio? Kwa hiyo pombe ya hapa inaharibu akili, inakufanya uwe sie. Pombe ya huko inatengeneza akili, unakuwa wewe uko charged kabisa, inakuchangamsha. Ni safi, na chombo hichi kimoja ukipewa, unapewa chombo ambacho ni saizi yako kwa wakati huo. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, haya si ndo maisha wanaoishi watu duniani wenye maisha? Ardhi wanayo, ina majengo, wanawake wazuri, wanawajua wao, wanao wao, unaona baadaye. Na haya mambo ya vinywaji si anaagizia tu Tanzania breweries, au wanaagizia za Ulaya, Johnny Walker na nini. Ndo maisha ya watu wenye maisha. Wana haraka, wanataka ya hapa, wakiyataka ya hapa ya huko wanakosa. Haya watu waliomcha Mungu kawaandalia huko mbele ya safari, lakini anatafutwa hapa. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, almuradu bilkasi, makusudio ya neno kasi, alkhamru, ni pombe. Kimetajwa chombo ambacho hutiwa hiyo pombe. Kasi ni jagi au ile gilasi ambayo haina mkono. Kaanahu qala, kama kwamba Allah anakusudia kusema, wa khamran, nimewaandalia na pombe watu wa peponi, dhati dihaqin, pombe ambayo ina kinywaji saizi ya mnywaji, ni saizi yake mnywaji. Mamlua, chombo chenye pombe hiyo kimejazwa, kad usirat wa sufiyat, imekamuliwa na imesafishwa, ni safi. Mara nyingi hapa pombe inatokana na nafaka, matunda na vitu vingine. Kwa hiyo asri ni kukamua, halafu kilichokamuliwa kinatayarishwa, kinakuwa kinavyotakiwa kiwe, kinasafishwa ili mnywaji afurahike. Na kama pombe ya zabibu kwa mfano, kama imekamuliwa ile zabibu ina makoko, haina maganda ya nje na nini, itaonekana kama uchafu na takataka, lakini inasafishwa. Ukikuta kwenye gilasi iko rangi ya brown au rangi ya papo au nyeusi au nyeupe, inavutia na unapenda ladha yake kunywa, kwa mfano.
Kwa hiyo Allah anasema kawaandalia waja wake vinywaji. Baada ya ardhi ina majengo, ina wake zao humo ndani, na wamewekewa vyakula na vinywaji vya kutosha. Lakini vinywaji hivyo, pombe hiyo kaisifu katika sura nyingine, la laghun fiha wala ta'thim. Wakinywa hiyo pombe haiwafanyi wafanye mambo ya laghu, ya upuuzi au makosa ya kufanyiana dhambi. Hapa unasikia wamepigana chupa baada ya kunywa, au wamechomana visu, au wametwangana masumbwi, au wamecheza kumfu baada ya kunywa. Akili imeharibika. Ya huko anasema haina tabia hizo. Ya huko inamfanya mtu awe na akili zaidi na awe mchangamfu.